Bwana, kuna tetesi kubwa sana kuhusu Yanga kupata saini ya Mpanzu. Hii imekaaje hivi? Bwana, kuna tetesi Mpanzu kwenda Yanga. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa nini? Eli Mpanzu ni mchezaji wa Simba, amesaini miaka miwili Simba. Ana miaka miwili ambayo amesaini Simba pale. Achana na watu wanasema miaka mitatu, kuna propaganda na kuna kitu cha anaweza kuongeza mwaka wa 3. Lakini tunajua Kongo hiyo mwaka wa 3 unaweza kuwa tayari atakuwa anaichezea Piramidi, Al Ahly, Mamelodi. Tunajua. Bwana, Eli Mpanzu ni mchezaji wa Simba halali. Simba wamemnunua kutoka Adventure. Wapi? Adventure. Sasa na vipi kuhusu swala la hili viongozi wa Yanga kwenda AS Vita? Hizo ni story tu. Viongozi wa Yanga hawezi kufanya hivyo. Yanga wanajua kama yule ni mchezaji ambaye ameshasaini mkataba Simba, isipokuwa ni propaganda tu zinatengenezwa mtandaoni. Vijana wanataka viewers, wanataka kufuatiliwa zaidi. Alafu pia wasingeweza kwenda AS Vita kwa sababu Mpanzu hakuwa mchezaji wa AS Vita. Isipokuwa AS Vita alikuwa kwa mkopo wa miaka miwili. Klabu yake inaitwa Adventure, ipo daraja la kwanza kule Kongo. Lakini alipelekwa AS Vita kwa mkopo wa miaka miwili kwa mwaka. Mkopo wake analipo, inabidi wailipe Adventure dola 15,000, miaka miwili ni dola 25,000, 30,000. Ina maana Mpanzu amecheza pale miaka miwili. Katika hiyo miaka miwili Vita ndo wanadaiwa na Adventure hadi leo. Na Adventure wana bahati mbaya hawa. Maana wana nyota ya kuwadai watu. Wana nyota ya kuwadai watu. Next week kuna kitu tutakisema. Wana nyota ya kuwadai watu. Lakini Vita hana nguvu yoyote ya kumzuia Mpanzu ama ya kumuuza Mpanzu. Mpanzu alikuwa anauzwa na Adventure, ni mchezaji halali, alikuwa mchezaji halali wa Adventure na hadi hivi sasa bado anajulikana kama ni mchezaji wao, kwa sababu kile ni kituo kinamtoa mchezaji, wanamwandaa wenyewe, wanamkuza tangu mdogo. Ina maana wamemtengeneza wao wenyewe. Umeona? Walishamnunulia viatu sana. Leo anacheza Simba, analipwa pesa nyingi. Ina maana bado wanakuwa wanaendelea kuwa na haki naye. Hata ikitokea Simba leo hii wanataka kumuuza, labda kwa mfano ule mchezaji, bado Adventure watakuwa sehemu ya mazungumzo. Yani Simba tamuuza mchezaji, lakini kuna asilimia lazima Adventure wazipate. Kwa sababu yule ni mchezaji ambao wamemtengeneza wenyewe. Ni sawa sana mtu kama tumemwona pale Chadra Kiboka ambaye yupo Yanga. Lakini alikuwa na mali ya Liar Kinshasa. Ukija vile vile huyu jamaa ambaye amewasumbua juzi hapa, ndugu yake Aziza, yule anaitwa nani? Yule anaitwa Jonathan Ikangalombo. Na vile vile ni mali ya kikosi hiki, ni mali ya kikosi cha Standard ambaye ametua Yanga. Na Yanga walienda kumnunua Vita, walilipa Vita, kukaa na utata. Jamaa wakasema bwana, sisi hatutoi ITC hadi mtulipe. Kwa mwisho wa siku wakamaliza, kila kitu kikawa sawa. Kwa hata Mpanzu mwenyewe ni mchezaji ambaye alicheza AS Vita kwa mkopo, lakini hakuwa mchezaji wao, alikuwa kwa mkopo. Kwa mfano ikatokea Mpanzu kijani na njano, inakuwaje? Haiwezi kutokea bwana. Haiwezi kutokea hiyo kitu. Anatokea vipi na mkataba miaka miwili Simba? Kwamba hawezi akasajiliwa? Haiwezekani. Ni labda Simba wakamnunue. Yani wale waenda wakamnunue Simba. Haiwezi kutokea hiyo, nakwambia. Mpaka waende kumnunua wenyewe. Waende Simba wakaongea na Simba bwana, wanunue mkataba wake Simba. Haiwezi kutokea. Yani hiyo issue haipo bwana Kida walo. Hiyo issue haipo. Mpanzu ni mchezaji wa Simba. Umeona? Amesaini mkataba wa kuichezea Simba. Na ITC Adventure umeileta Simba. Umeona? Adventure ni timu ya Kongo hii ya daraja la kwanza, na wakati wanasaini ule mkataba sasa, wakati wanasaini ule mkataba wa kuja huku Simba, kuna jamaa mmoja anaitwa Fonde. Nani? Fonde. Fonde ni ningekuonyesha chatting zake, ila ngoja tukaushe. Fonde ni mwanzilishi wa klabu hiyo ya Adventure. Yeye ndo alianzisha, lakini rais wa timu ambaye alitoa ITC anaitwa Marcel Kabea. Umeona? Kwa unapata picha hapo. Eli Mpanzu ana haki zote za kuichezea Simba. Hayupo kwa mkopo. Simba wamemnunua. Simba wametoa milioni 500 na point kupata saini yake. Simba wametoa milioni 500 na point kupata saini ya Eli Mpanzu kutoka Adventure ya Kongo. Kwa hiyo story ambazo unazisikia wewe, hizo sio za kweli bana. Mimi nikikwambia kitu hiyo ni true, kwa sababu Kongo nyumbani kwetu.